Na mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbilenge za kimichezo. Mbele yako ni Mzee Kaburu, mwanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Mzee Kaburu, heshimako. Safi, vipi hali? Mungu anasaidia. Na tunamshukuru Mungu. Mbona sauti haitoki Mzee Kaburu? Sauti inatoka kama kawaida. Kama kawaida. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda kama kawaida. Tuanze na kauli ya Alfat Haji ambaye alikuwa jana aliongea kuhusiana na mambo mbalimbali kwenye klabu yao, ila aliingizia kitu kimoja hivi watu ambao wakawa wanajiuliza, katoka Zanzibar kufanya kazi gani ngumu? Akasema nimetoka Zanzibar kufanya kazi ngumu. Hii kauli pengine Mzee Kaburu, baada ya kusikia kwenye akilini mwako, ndio ule utani wa jadi tunauita unaendelea mpaka hivi sasa? Huo ni utani tu. Alfat Haji hana uwezo wa kuizuia Simba isipate matokeo, kwa sababu Alfat Haji ni kiongozi wa Yanga na sisi Simba tunakutana naye huaga tunacheza. Kwa hiyo hata yeye angekuwa na uwezo mkubwa asingetolewa mapema kwenye mashindano ya klabu bingwa Afrika. Kwa hiyo haya ni maneno yanaona ni ya kishabiki tu na kutaka kuwaumiza roho tu mashabiki wa Simba. Kwa hiyo mimi nawaambia washabiki wenzangu wa Simba, Alfat Haji au kiongozi wote wa Yanga hana uwezo wa kuzuia matokeo ya Simba. Ila na nyinyi mnaumia roho kutokana na kauli zao hizi. Manake sherehe hii wiki nzima wanafanya. Hiyo sasa haituhusu. Wajua mwenzako, kwa mfano wewe unaoga alafu mtu anakuja kuchukua taulo lako, anaondoka nalo alafu unamfukuza, yeye anakimbia, wewe unamfukuza uko uchi. Nani ataonekana chizi? Yule ambaye anamfukuza. Kwa hiyo sisi hatutaki hilo. Sisi tumewaacha na ujinga wao. Waendelee na ujinga wao. Ila ule ni utani wa jadi Mzee Kaburu. Utani ndio upo, tunataniana, lakini kwamba eti Yanga ndio wametuzuia sisi. Kuzuia kama ni wameanza muda mrefu, lakini tumefika mpaka finali. Mimi siamini hilo. Labda ukiniambia kwenye njia nyingine labda tumekosa ubingwa kwa njia nyingine, lakini sio Yanga. Ila kwa njia nyingine mmekosa ubingwa. Mzee Kaburu, leo mna mchezo dhidi ya Singida Black Star. Kuna baadhi ya washabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba wanasema leo mnacheza na toto la fulani hivi. Singida Big Star? Black Star. Singida Black Star ni Yanga B. Singida Black Star ni Yanga B. Kiaje Mzee Kaburu hapo? Kwa hiyo sisi leo tunajua tunacheza na Singida jina, lakini tunacheza na Yanga. Kwa sababu Singida na Yanga yani wako karibu mno. Timu ile wanaoiongoza Singida wako karibu na viongozi wa Yanga. Na hata ukiona wachezaji wanaweza wakaja wakapaki pale Singida alafu baadaye wanaletwa Yanga. Kwa hiyo leo Singida nguvu kubwa na tunategemea kuipata kutoka Yanga. Lakini sisi hilo alitutisha. Sio kwa sababu sio mara ya kwanza Yanga kufanya hivyo, kuegamia kwa timu na kuwapa nguvu ili si watufunge. Lakini matokeo yake sisi tunatoboa. Kwa hiyo kama itatokea matokeo ni ya kawaida, lakini sio Yanga tuzuie sisi. Hana uwezo. Uogopi? Manake hawa friend mechi ya mwisho tarehe 22 walicheza na Young Africans na kupata ushindi wa bao 3-2. Mchezo unaofuata anakuja kucheza na mnyama Simba Sport Club ambaye ametoka kwenye michuano ya CAF Confederation. Amecheza back to back, wenyewe hajacheza kwa muda mrefu. Hii haikuogopeshi Mzee Kaburu? Walikuwa wanafanya mazoezi. Si nimekwambia ni ndugu wale. Walikuwa wanafanya mazoezi. Kwa hiyo hayo sisi hatuhusu, ni wao wenyewe. Na pamoja na uyanga wake Singida hajai kutufunga sisi. Pamoja na uyanga wake hajai kutufunga sisi. Au unakumbuka kwamba aliwahi kutufunga sisi? Hajai kutufunga. Na Simba ukiona inaharibu basi labda tuna matatizo yetu wenyewe, lakini tunapokuwa kwamba tunasema tunaenda kama Simba pamoja, hamna kutuzuia. Ila wamedhamiria. Ukimsikia hata mwalimu wao jana kwenye mkutano wa waandishi wa habari amesema hii mechi anaitaka, anazitaka hizi alama, kadhamiria. Sasa si maneno. Maneno na vitendo tofauti. Sisi tunangoja kwa sababu pale wanaingia wachezaji 11 kwa 11. Na itakayoamua ni quality ya wachezaji na uwezo wa timu. Kwa hiyo hayo maneno mimi hayanitishi. Hayanitishi. Kuna striker pale Soa, linaweka hilo? Wa kawaida tu. Soa wa kawaida. Mimi ninavyojua wachezaji kutoka Ghana, kama kweli ni mkali Haji huku mashariki anapanda juu. Kama angekuwa mkali na uwezo angepanda juu. Kwa sasa hivi Mzee Kaburu, nguvu zenu mnazihamishia sasa kwenye ligi na CRDB, ambao ligi watu wanasema wana mechi mbili, wakimaliza wanatangaza ubingwa. CRDB wanawasubiria finali. Ndio. Sasa hivi tuna macho yetu sisi ni kwenye ligi. Na hiyo nani FA. Lakini kikubwa sana mimi kama mimi ningewashauri hata viongozi waiangalie zaidi ligi. Maana
tunataka sisi ni wakubwa. Tunataka tukacheze Champion League msimu ujao. Sio kucheza shirikisho. Sisi ni wakubwa. Kwa hiyo viongozi wapambane kwenye ligi huko. Na upande wa pili wanawasema msimu huu Simba Sport Club mpaka sasa hivi hana kikombe hata kimoja. Wenyewe wana ngao ya jamii, wana muungano. Simba hana, wakatoa mfano. Simba wanaweza kushangaa msimu anamaliza kama Arsenal, hana kikombe chochote zaidi ya kufanya vizuri. Hayo maneno nataka kwenye magazeti hapo. Hayo maneno nataka kwenye kanga pia hapo. Kwa sababu yeye anasema kachukua ana nini? Ana kombe la siasa. Maana mimi naliita kombe la siasa lile. Kombe la siasa. La muungano. Kombe la siasa. Ngao sasa si ubao tu huo. Hivyo vitu vyote mimi nimepitia. Sasa hivi sisi akili yetu iko kwenye mashindano ya kimataifa. Sio ligi ya ndani. Ligi ya ndani sisi tushafanya sana. Kwa hiyo haitutishi. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu sisi tunaweza tukawa mabingwa na tukachukua na hiyo FA. Panapo majaliwa tunaweza tukawa mabingwa na tukachukua na hiyo FA. Mabingwa wa ligi. Wa ligi. Ligi ya NBC. NBC. Waziri wanaongoza wanaongoza lakini hawajachukua. Basi tuombe Mungu. Kima hesabu wanatuzidi point moja. Tutakutana tarehe 15 ndio pale itaamuliwa kwamba nani bingwa. Pengine matokeo ya leo hii dhidi ya Singida itaweza ikarudisha watu wakafuta ile hatucheze wakasema wanacheza. Singida mimi namfunga. Singida mimi namfunga kwa sababu najua mikwala, ninajua nini tena. Wanasema kwamba mkwala ananasi unapotaka kulikata wewe unaweza kaogopa miba mingi. Lakini ukija ukilimenya tamu na inamwaga maji. Kwa hiyo ni mkwala tu. Singida mimi hana historia ya kunifunga, mimi nasitegemei kunifunga. Ila sasa hivi ana quality player wengi pale. Hata hapo mwanzo alikuwa nao. Washasajili sana, washakuja lakini hamna. Mimi nataka ubingwa. Nataka nimfunge Singida, nimalize na wao wengine, nimsubiri Yanga tarehe 15. Hamna kitu kinachokuogopesha kusimamisha wewe kuchukua ubingwa. Unaogopa nani? Singida. Nimogope Singida? Nimogope Singida. Wewe kaka baba yake simwogope Yanga. Nimogope yeye? Hapana. Haiwezekani. Haiwezekani. Simba sisi tuko vizuri. Na wewe mwenyewe kama unaifuatilia Simba pamoja na haya maneno tunajenga timu, lakini mwisho wa siku simuona tumecheza finali ambayo naweza nikaiona kwamba ni ya magumashi. Imechezwa kihuni, finali ya kihuni tu. Lakini kama ingechezwa kihalali Simba bingwa. Finali ile ingechezwa kihalali ingekuwa Simba bingwa. Ile finali ya maelekezo watu wakaenda mbali sana. Kuna video zikawa zinatambaa hapo mzee Kaburu wakasema kuwa Simba Sport Club kwa zile video, kwa kile ambacho kinachoendelea pengine ataweza kupigwa lungu na CAF juu ya kumfanyia vurugu mwamuzi wa mchezo. Lazima CAF kule hakuna machizi kule. CAF kuna watu ambao wameenda shule na wanafuatilia vizuri. Kwa sababu chanzo kwanza usizungumzie sehemu ambayo umeanguka. Angalia kwanza umejikwaa wapi. Chanzo kwanza. Chanzo ni kwamba mwamuzi yule baada ya mechi alikuwa anazungumza na viongozi wa Berkane kwenye vyumba vyao vya waamuzi na kupongezana. Wanacheka na kupongezana. Kwa hiyo akatokea msamaria mwema akawaambia watu wa Simba. Kwa hiyo watu wa Simba alienda pale kwenda kudhibitisha, je, ni kweli? Ni kweli huyu mtu yuko na viongozi wa Berkane? Wanacheka. Kweli kuwakuta kweli wako pamoja. Hata ukiangalia ile picha alikuwa anapigwa picha mwamuzi anajificha. Kwa nini ajifiche kama yeye anaona ile swala la kawaida? Kwa nini alikuwa anajificha? Labda kwa hataki kamera. Kwa nini ajifiche na kwamba ile swala analiona la kawaida? Si angekaa wazi tu. Lakini alikuwa anajificha. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba kinaeleweka tu kwamba sisi tumezulumiwa. Tumezulumiwa. Mdalia amezulumiwa. Tumezulumiwa. Finali ile tumezulumiwa. Lakini ukiangalia sana na ndio maana hata Ulaya wenzetu finali wanacheza moja. Wameondoa ile wametoa na goli lenyewe lile la ugeni nani wametoa la ugeni inapigwa moja tu, ukipigwa 2-1 umetoka kwenye uwanja neutral, uwanja ambao hauna mwenyewe. Unaona bwana. Kwa hiyo Afrika sisi nafikiri bado na kuna haja pia ya kufanya hivyo kwamba finali iwe moja katika kiwanja ambacho kila mtu sio kwake. Lakini kwa mazingira haya watu watakuwa wanazulumiana sana kila siku. Okay, shukrani. Asante sana.